warahmatullahi taala wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa Kisugu, tuanzie hapa. Wekundu wa Msimbazi Simba kesho karata nyingine dhidi ya Coastal Union uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Mnarudi nyumbani. Ni mechi nyingine, ni mechi tofauti na mechi ambazo tulizocheza kwenye ligi NBC. Tumeshamaliza mechi 3, tumeshapata point 9, sio story tena. Story namna ambavyo tumerejeaje nyumbani, tunakwenda kukusanya point 3 dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Haitakuwa mechi rahisi, itakuwa mechi yenye upinzani mkubwa, kwa sababu sisi Simba tunaamini moja katika timu ambazo zina upinzani mkubwa kwenye pitch ni Coastal Union. Tunawaheshimu kwa namna ambavyo tunaheshimu timu nyingine, lakini hatuogopi namna ambavyo kuto kuogopa timu. Leo hii tunarejea katika uwanja wa nyumbani Meja Isamuhyo. Moja katika jambo ambalo wana Simba tunataka kujidai ni kesho kwenda kujaza uwanja Meja. Tuna sababu za msingi zaidi ya 10 kesho kila mwana Simba kwenda katika uwanja Meja. Cha kwanza, wana Dar es Salaam tuna hamu ya kuiona timu. Mechi 3 toka tarehe 16 mpaka tarehe 22 Simba tulikuwa tumeshuhudia kwenye mitandao ya kijamii au kwenye Azam TV. Kesho tunakwenda kushuhudia live katika uwanja Meja. Unakosaje mwana Simba kesho katika uwanja Meja? Lakini Jabiri, kesho tunakwenda kuandika historia ambayo waandishi wa habari 99% hamjui. Tunakwenda kushuhudia timu ikicheza mechi 29 kwenye ligi ya NBC bila kupoteza, unbeaten. Derrick ndugu yangu ananishangaa, nishangae nakwambia, wewe ni mwandishi Derrick. Kesho Simba anakwenda kukamilisha mechi ya 29, hajapoteza mechi kwenye ligi ya NBC. Derrick, sijakwambia uniulize swali, mimi nazungumzia historia. Muda wa kuuliza maswali ninakuachia uulize. Mimi nifikiri utakaa na mechi ya 28 Simba hajapoteza kwenye ligi NBC. Hamtaki kusema waandishi. Ingekuwa nyuma mwiko na timu yenu Otoboro mngesema kwamba kuna timu ina unbeaten kwenye ligi ya NBC mechi 28. Leo hii kila mmoja na historia yake, nitakupiga kibao ujue. Kwa hiyo kama wao walifanya, mlizungumza kwenye historia yao. Sisi tukifanya hamtaki kuongea historia yetu. Historia tunafanana. Kwenye ligi ya NBC kuna mechi 30, kuna timu 15. 15 mara 2 unaenda kupata 30. 30 ukijitoa mwenyewe mechi 2 maana yake una mechi 28. Maana yake Simba amecheza ligi ya NBC mwaka mzima bila kupoteza mechi. Hizo hesabu. Wao. Au kwa sababu mnapewa nani bure niseme? Hapa ndio ubwabwa, kuna waandishi sasa wanapewa kamera bure. Ndio. Nina sababu ya kusema, nina ushahidi wa kuzungumza, mimi siropoki. Na wasinichokoze, nitawataja. Wako 5 kamera zimeshakuja na kuna kamera 16 zinakuja kutoka China. Na ndio maana leo mazuri ya Simba hayaonekani. Eti leo mwandishi anasema hiyo historia yao. Historia zinafanana. Kuna historia ya Kisugu, kuna historia ya Derrick, kuna historia ya Robi, kuna historia ya Sanga. Na sisi tuna haki ya kuzungumza kwenye historia. Lakini mnaaminisha kuna timu ya wananchi ndio mnaamini ndio timu ina hadhi ya kuzungumzia historia kwenye nchi. Lakini mimi nitasema kwa sababu mnanipa nafasi ya vitonge vyenu kuzungumza. Wana Simba, kesho twendeni katika uwanja wa Meja Isamuhyo kwenda kuishuhudia Simba inacheza mechi ya 29 kwenye nchi bila kupoteza mechi. Unajua kuna muda mwingine mwanadamu unatakiwa ujisifie. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe mpagani, kama una dini, kama hutaki kujisifia Mungu anakupa dhambi. Ndio maana mimi nimejisifia kwenye maulidi ya jana, nimechinja kanga.
aliyeumba mbingu na ardhi anajisifia katika imani ya Kiislamu, anasema kul, sema Allahu ahadun, Mungu mmoja. Nini kama sio sifa? Nani anasema walam yalid walam yulad? Wewe ukija kwangu weka akili sawa sawa. Yesu naye anajisifia, anasema mimi ndimi njia ya uzima wa kweli, huwezi kwenda kwa Baba ila kataa hilo andiko halina. Sasa leo Kisugu akijisifia na Simba yake ona nuna. Umemsikia msemaji wa Coast? Nuna. Mikoyo, umemsikia msemaji wa Coast? Nimemsikia. Anasema na nimempongeza. Sasa hivi hata ukimwangalia mwili wake tofauti, kipindi kile anafanya kazi cha online kanenepa, kweli sio kweli? Kaongezeka. Sio kidogo, kaongezeka sana, kwa sababu ya kuisemea Coast Union. Hakuna msemaji duniani atakayeweza kusimama kwenye online media, kwenye press akasema kesho tunakwenda kufungwa. Lakini ubora wa Simba msemaji wa Coast anaujua. Kamgusa Dumbia. Akasema kesho akipewa nafasi anaweza akaondokea huko. Mpongeze. Mpongeze. Mimi ningeshangaa ngemtaja mchezaji wa Coast wa timu ndogo. Kumtaja Dumbia ana haki kwenda kumzungumzia mchezaji wa timu kubwa. Mlinganisha na wachezaji wa ndani. Leo kamzungumzia Dumbia. Kamtaja Abubakar Msimu. Kwa nini? Pariti yake ni bora kuzidi Dumbia. Mwacheni aseme na mwambie kaka yako Kisugu anakupongeza, unafanya kazi nzuri. Kaka yako Kisugu anakupongeza, unafanya kazi. Na niwaambie Coast wamlinde. Kuna kitu msemaji wao amekiongeza kwenye timu yao, lakini kuna kusema kwa mdomo alafu kuna nafsi. Leo hii tumuulize Mwenyezi Mungu kama angekuwa analeta tena wahai, kwa sababu ana uwezo wa kuiona nafsi ya msemaji wa Coast. Nafsi ya msemaji wa Coast inajua kabisa Libasi Age huku kuna elimu Mpanzu kesho nakwenda kufa. Ana akili ndani. Akili ndani kwa ndani. Na haya maneno waandishi wa habari yawekeni. Baada ya game kesho mfuateni mdogo wangu yule. Nani anamuita vile? Diego. Diego vipi? Atasema tumekutana na timu kubwa yenye wachezaji wenye quality, wana uwezo wa kuamua nini? Ndio maneno ya mwisho Diego atakwenda kuyazungumza. Atola amezungumza kuhusiana na kadi nyekundu, zinawaumiza sana. Yes. Ni kweli. Zinatumiza. Lakini hakuna namna zinatokea. Mwanadamu gani duniani aliyetamani kuona namna ambavyo kwenye familia yake kuna mtoto anakufa? Yupo? Hakuna mshabiki wa Simba kufurahia kinachotokea kuhusu kadi nyekundu. Otherwise zinatokea kwa namna mbili. Sisi tunaichukulia kwa namna moja, kwamba hizi kadi nyekundu zinatokea kwa sababu ya upambanaji kuipambania Simba kupata pointi. Mimi ndio Kisugu mwamba pekee tu. Utakavyokuja ndivyo nitafanyaje? Leo mnaona ajabu. Tuambie Gen Z, timu ya kwanza nchi inapewa kadi nyekundu inafutwa ni Simba Sports. Nani anabisha? Tena zidi Dar es Salaam Africans. Kitua anapiga kona imo. Wakati wa Jonas Liadi Mkude yuko vyumbani. Sisi hao. Sio sifa, lakini nawapa kumbukumbu watu wafanyaje? Martin Sanya. Jonas Liadi Mkude anarudi nyuma, anajikwaa kwenye waya za Azam. Martin Sanya anatoka mbio, anampa red card Jonas Liadi Mkude. Tunacheza pungufu. Sio sifa, lakini tunawakumbusha wachezaji wa Simba waendelee kutengeneza nidhamu, tusiendelee kupata kadi nyekundu kwenye mchezo. Hatuwalaumu, hatuwaonyeshi vidole, tunawakumbusha. Hapo kwa ajili ya kuipambania Simba. Lakini jana au juzi nilikuwa naangalia kipindi kimoja kinaitwa Kipenga. Kile kipindi kinaendeshwa na mwamuzi mbobezi anaitwa Othman Kazi, moja katika watu ambao na appreciate sana. Moja kwa sababu ukiachia uamuzi wake, lakini katengeneza kipindi cha kwenda kutoa elimu kwa waamuzi wengine. Anasema no red card. Kiingereza cha Kiswahili mtatafsiri wenyewe. Ya nani no red card? Kati ya zile tatu. No? Mligo. Sasa kujitetea makosa ya kibinadamu.
Hatukusema sisi. Derek amenielewa? Waandishi, si mko hapa? Siongei Kiingereza lugha David Beckham. Naongea Kiswahili, lugha ya mdogo wangu Faisal Salum, lugha ya mdogo wangu Aishi Manula, lugha ya mdogo wangu Idi Sulemani Nado. Namwapisha sana kwa namna ambavyo performance yake ilivyokuwa. Mungu amuongoze katika hilo. Guys, this is Simba. This is Simba. Hii ndio Simba. Tuko kwenye vita. Hii vita yote duniani ushinde, lazima ujitolee kwenye jasho la damu. Kwa imani ya Kikristo, Yesu alishinda vita, lakini kwa sababu alimwaga jasho na damu alitoa kuitetea. Wana Simba lazima tujitoe kuitetea Simba yetu. Lazima twende Meja Isamuhyo kwenda kuisupport nini? Leo kiingilio 5,000. Ukiona umekaa vibaya mpigie simu Kisugu. Kisugu nataka kwenda Meja Isamuhyo. Namba Kisugu. Toa namba. Ukiona umekaa vibaya mpigie Mama Doris. Mama Ademwai, mama nataka kwenda kuangalia Simba, atakupa 5,000. Na ndio maana halisi ya Simba slogan nguvu moja. Leo haiwezekani wewe Simba uko Marekani. Haiwezekani Simba uko Italy, uko China. Unatamani kwenda kuisupport Simba uko mbali. Tafuta namba ya Kisugu. Kisugu, tiketi za watu 20 wapeleke kwenda kuangalia Simba. Ndio maana halisi ya Simba nguvu moja. Nendeni waandishi wa habari mkawaambie wana Simba kwamba Simba anataka Kisugu anahitaji kwenda Malawi. Watu wana mashaka na Simba. Malawi tunaendeka mikoa. Nendeni mkawaambie Kisugu anahitaji kwenda Malawi. Robi, sema ndogo wangu. Lakini mimi Malawi nitakwenda. Na kwenda Malawi kwa sababu mbili. Moja, kuisapoti Simba, lakini pili, kuhakikisha Jamhuri ya Muungano inakuwa salama upande wa michezo. Sisi Simba Sports, piga kifua, kunja ngumi, nyanyua juu, ndio watetezi wa taifa katika swala la football, hususan katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo tuzungumzie tweet ambayo ameiandika JKT Tanzania kuhusiana na mchezo ambao walicheza dhidi ya watani wenu Young Africans. Ile tweet inasema ya kwamba kama hujakutana nao basi sina shaka nawe pia subiri utakutana nao. Tweet hiyo imekuja baada ya mechi au kabla ya mechi? Ilikuja baada ya mechi. Focus ya wana Simba dhidi ya Coastal Union Tanga kesho. Yanga amepiga mtu 80. Mungu anatuahidi kulli nafsi zaikatil mauti, kwa wakati na kwa muda wake. Muda umefika kumuondoa nafsi ya Coastal Union Tanga kesho. Muda ukifika JKT tutazungumza. Ndivyo sivyo wana Simba? Ndio. Hao wanatumwa, wanataka kututoa kwenye mentality yetu dhidi ya Coastal Union, watupeleke kwenye JKT. JKT kafungwa na Nesa Mangafika. Tena mwaka huu JKT kajitani, mwaka jana alikuwa 6 yule. Na hizo 5 na kama watani mwaka huu performance imeshuka. Imeshuka. Kama mwaka jana ulimfunga 5, mwaka huu umemfunga 4, umepanda umeshuka. Lakini wao ulicheza. Ngoja. Subiri Derek. Sasa nakanda kamera au bado naye? Wajiani. Derek. Niwaombe sana wana Simba. Kuna propaganda zinatengenezwa kwa makusudi kuwazoofisha wana Simba. Na hili nitalisema kwa undani na nitalisema kwa umakini mkubwa. Wana Simba wanielewe. Mimi binadamu ujue. Mungu anaweza kunichukua sasa hivi au baadaye. Leo hii tumecheza mechi 3 nje ya kituo chetu. Tumepata red kadi 3, hatujazikataa, tunazikubali. Lakini wenzetu ndio wanakaa kwenye mitandao wanasema Simba anabebwa kwenye nchi. Guys. Una sababu gani ya msingi? Msimnyime uhuru, ndio mtufanye. Watu wako. Atauliza. Mwacha ulize. Mimi na swali. Pale sogea.
kuna kitu kile ambacho wanakizungumza mashabiki wa mpira na wapenzi wa soka duniani au Tanzania, kwamba nyinyi wana Simba au sisi wana Simba, kwamba sisi ile VAR ambayo sasa hivi iko Tanzania ndio imeletwa kwa ajili ya kwetu sisi wana Simba. Simona, msimnyime mtu. Hivi fikira yako, swali aliyeuliza watu waniomwangalia wanamuona huyu mtu wa mpira au mtu wa mpira?